Alikuwa kijana mmoja ambaye mifuko yake ilikosa hata shilingi moja ya kujikimu katika maisha. Akiwa barabarani, mara akaona begi limetelekezwa chini. Bila kujua, uamuzi mmoja ungebadili maisha yake milele. Fuatana nami mwanzo mpaka mwisho kwenye kisa hiki cha kweli, upate mengi ya kujifunza katika maisha. Stori yote ilikuwa hivi. Kulikuwa na kijana mmoja ambaye alikuwa akiishi katika hali mbaya ya kimaisha kwa kukosa hata pesa ya kujikimu. Kila ilipofika alfajiri, aliamka mapema japo kutafuta kazi ndogo ndogo ili angalau apate chakula cha kila siku. Hakuna aliyemjua wala kumjali. Katika siku asiyoitarajia, akiwa amechoka sana, njaa ikimuuma, akili ikiwa imejaa maswali yasiyo na majibu, akiwa njiani akitembea, ghafla macho yake yakaona begi jeupe likiwa kando ya barabara. Kwa mara ya kwanza alidhani pengine ni taka, lakini kadri alivyozidi kusogea karibu, alipata kujua kuwa ni begi kubwa tena zito. Akaangalia kushoto na kulia na kugundua kuwa hakuna mtu aliyekuwa akimwangalia. Akili yake ikawa na swali kichwani: je, nilichukue au niondoke? Akili yake na moyo wake viliungana na kumwambia, hii inaweza kuwa ni bahati yako. Lakini dhamira yake ikagoma na kumwambia, hii sio yako. Akaamua kukaa pembeni, macho yake yakitazama lile begi. Kwa dakika kadhaa, umaskini, njaa na matumaini vikafanya vita ndani ya nafsi yake, na hatimaye akaamua kulifungua. Katika begi lile kulikuwa na pesa nyingi sana, kuliko pesa alizowahi kuziona katika maisha yake. Pia kulikuwa na nyaraka muhimu, na zaidi kulikuwa na kadi ya mtu anayetafutwa sana katika kijiji kile. Mithili ya dhahabu, macho yake yaling'aa na akili yake ikajawa na mawazo haya ya kuondoka mtaani, kubadili maisha yake, mwanzo mpya, lakini pia kumweka matatizoni, maana hakujua begi lile limetoka wapi na mmiliki wa begi lile ni nani. Baada ya tafakuri ya muda mrefu, akachukua uamuzi ambao pengine watu wachache wangechukua. Fikra zake zikamtuma kuchukua taarifa zilizokuwa kwenye nyaraka ili aweze kuwasiliana na mmiliki wa begi lile. Na baada ya kufanya hivyo, mmiliki wa begi hilo alipigwa na butwaa, maana hakuamini macho yake juu ya kile alichokiona, maana tayari alishakuwa amekata tamaa juu ya kupata begi lake. Zaidi kwa mshangao mkubwa ni kwamba kijana alirudisha begi lote bila hata kuchukua shilingi moja. Mmiliki wa begi alichukua kila kitu na kuondoka, lakini baada ya siku chache kijana alipigiwa simu na mmiliki wa begi, maana hakuwa amemsahau na alimsaidia kupata makazi, kazi pamoja na mwanzo mpya wa maisha. Begi lile alikumfanya kuwa tajiri papo hapo, lakini ilimfungulia milango ya mafanikio ya kimaisha. Funzo letu juu ya stori hii ni kwamba kuna wakati kile kinachokuja kama bahati ni mtihani wa tabia yako. Bila kujua, uaminifu wako ndio uwekezaji bora zaidi. Hebu tuambie kupitia comment, wewe ungefanya nini baada ya kuokota begi lile? Kwa stori kama hizi na nyingine nyingi, tafadhali like, subscribe na pia unaweza ukashare video hii kwa wengine ili uendelee kupata stori nyingine nzuri ndani ya chaneli yetu. Mpaka wakati mwingine.
wakati wa kusema bye bye.